Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share inapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa. Unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea saidi yote ukabila, siasa wala dini. Moshi mweupe ulitanda katika city ya Rome kule Italia, ishara ya kwamba waliweza kuchagua ama kupata paps mpya. Ingekuwa ni moshi mweusi, hawangeweza kuwa wamepata, wangeendelea katika zile uchaguzi wao, lakini kwa mara ya 4 umekuwa ni uchaguzi wa haraka zaidi kupata paps mpya. Ni paps ambaye amejiita pale Cardinal Robert Francis Prevost, ametoka USA na amefanya kazi nzuri sana na ameshaifanya kazi kule Peru. So washirika pale kuona ule moshi walifurahia zaidi. Lakini kama kawaida na historia ya wale mapaps ambao wameshai kuwa katika ulimwengu huu ni zaidi ya 267, kutoka Yesu kupaa kwenda juu mbinguni na kuweza kumwacha Petro kama msaidizi wa kanisa, na Petro kuweza kuaga pia. Wameweza kuwa wakichaguana moja kwa moja, kwa hivi sasa wamefika 267. So nataka tuangalie historia ya sasa Robert, na kama kawaida msiweze kusahau kwa hivi sasa ataitwa Leo wa 14. Wengi wanaweza uliza wanaitwa majina zingine kivipi? Lazima waweze kutafuta jina ambalo waengeweza kuitwa. So wanajiitanisha na wengine wao ambao walikuwa wameshapita pale mbeleni ama wameshaaga pale mbeleni, ambao walifanya kazi nzuri zaidi. So wanatafuta ni nani ungeweza kuitanishwa na yeye. Kwa mfano, sijui kama tukirudi nyuma kidogo, mnajua John Paul wa pili aliweza kujiita na ule John Paul wa kwanza, kwa sababu huyo ndiye aliweza kukaa kwa muda mfupi zaidi. Aliaga baada ya siku 10 kuapishwa kuwa pope, na sasa wa pili akaona achukulie pale, kwa sababu ilikuwa ni hope kubwa sana ya wale washirika wa Kikatoliki, na muda mfupi tu kuweza kulose pope, akajiita sasa Paul wa pili ili kuweza kuchukua pale ile jukumu. Msiweze kusahau baada ya Paul wa pili tulikuwa na Mjerumani ambaye alikuwa anaitwa Benedict, naye haliweza kuacha ule uongozi kwa kuweza kuretire, na akawa wa kwanza pia. So wamekuwa wakiweka historia, moja akikuja anaweka historia yake kivyake, na after sasa Franciscus kuweza kuaga dunia, ambaye alikuwa ameshikilia jukumu mzuri sana katika ulimwengu, hasa katika kushirikiana na viongozi wa kisiasa kuweza kudumisha amani ulimwengu mzima. Kwa hivi sasa tumepata sasa Leo. Nataka tuangalie historia yake, na kama kawaida lazima ukue wewe ni msomi. So wamesoma, watu wamesoma zaidi kuweza kusoma lugha nyingine nyingi kando na Italiano, Kiitaliano pale, wanakuwa wanaongea Kizungu pale, wanaongea lugha nyingi sana. Ni watu ambao ni wasomi, kwa sababu si watu wa kuongoza tu ile kanisa kule Rome, bali ni dunia mzima. Ni jukumu kubwa sana watu wanapatiwa, si kuwa tu ni wa kuongoza kanisa la Kikatoliki, lakini pia wamechukua jukumu kubwa sana kuongoza watu zaidi ya 1.4 milioni ulimwengu mzima. Kenya, hebu imagine tuko 18 millions Catholic pale. So wako na jukumu kubwa sana, kando na kuongoza sasa waumini, wako katika siasa, wanaangalia mambo na siasa, mambo na majanga, wanasaidia, wako na misaada nyingi sana ambazo kanisa la Katoliki linasaidia. So hapo tunaweza wapongeza, kwa sababu ukiangalia hata Kenya tuko na university nyingi sana, tuko na hospitali, tuko na mashule, tuko na mashirika tofauti. Kwanza pale Thika Road kuna ya Kikatoliki kubwa sana, wanapeana courses pale, wanasaidia watoto mayatima. So katika kusaidia, mimi naweza sema wako mlango wa kwanza kabisa, na tunawapongeza sana. So kwetu tunaweza sema congratulations sana kwa upaps, na no wonder hata mmoja kiaga tunaona rais wetu akitoka moja kwa moja na kuweza kufika mpaka Rome. Watu wanashindwa ni aje amefuatana na kina Mudavadi
akina Wetangula mpaka unashindwa sasa serikali yote imeenda mazishi. Ni kwa sababu ni ishara ya kushikana na wao, wakijua kwamba wako mpaka na Catholic universities Nairobi wanashirikiana na mambo makubwa sana, na wanaashiria zaidi katika ile mambo na politics. So imagine waumini sasa wa Catholic walifurahia sana. So nyinyi mkiona tu Ruto anaenda mazishi, mjui anacheza na mind za pia wale wa Katoliki ya kwamba tuko pamoja na nyinyi sana. Kuna Wakatoliki walifurahia sana Ruto kuweza kufika kule. So wengine wakifikiria ya kwamba anajipendekeza ama ametupa mbao, unakuta kwamba bado ni politics wanacheza kama kawaida. So mimi wacha turudi hapa, tumepata sasa Leo wa 14, hivyo ndio anaenda kujiita. Wacha tuone jinsi ambavyo atafanya kazi, na ni young sana, ako na miaka 69 kama sijakosea. So ni Paps ambaye atakuwa among wale ambao wameshaikuwa young zaidi, yani wale wachanga zaidi. So tutaongojea changamoto kubwa sana. Amechukua jukumu wakati dunia iko na vita kila pahali, wakati mgawanyiko uko wa hali wa juu, janga zinaendelea, kuna mashida nyingi sana ambazo anaenda kukumbana nazo kwa hivi sasa. Haya ni maoni yangu tu, mimi nikiwa Mkenya wa kawaida. Kip Zachary, I wish you the best, mbarikiwe sana. Na wale wa Katoliki, congratulations, mmepata Paps wenyu. Kiongozi, nchi bila kiongozi haiwezi endelea. The same mashirika ama madini lazima yawe na viongozi wao ambao wanaweza waongoza katika njia moja wala nyingine. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, please na kuomba uweze kubonyeza kengele hiyo, ili napokwenda kukuletea utafiti wa mambo tofauti ya kisiasa bila kuegemea saidi yote, ukabila, siasa wala dini. I wish you the best. God bless you so much. Mkuwe na wakati mzuri na tutaweza kuongea zaidi. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Take it from me that you do not need to impose a housing levy to build a new house for the Lord. Nor do you have to apply social taxes to feed the hungry, to turn stones into bread or into millions of chapati. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zachary. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share. Ninapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea saidi yote, ukabila, siasa wala dini.